إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه فقد فاز المتقون. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kumwombea sala na salama mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah, almalu muqawwimun min muqawwimati alhayati, mali ni nguzo katika nguzo za uhai. Mali ni katika vitu vikubwa vinavyosaidia maisha ya watu kuwa ni yenye kusimama vizuri. Wa huwa ma lahu manfa'atun mubahatun, na tunaposema mali ni kitu ambacho kina manufaa ya halali mutlaqan, kwa wakati wote na kwa hali zote. Wa huwa min daruriyati al-khams, na mali ni katika dharura tano allati yajibu hifdhuha, dharura ambazo ni wajibu ziwe ni zenye kuhifadhiwa kisheria. Wa sahibuhu yahuzu sharafan wa ajran kabiran, na mwenye mali anakuwa ni mwenye kuhodhi na kumiliki utukufu, lakini vile vile anakuwa ni mwenye kuhodhi na kumiliki ujira mkubwa. Idha anfaqahu fi wujuhil khairi, pale ambapo atakapokuwa anaitoa hiyo mali yake katika njia za khairi. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabirun, basi wale walioamini katika ninyi na wakatoa mali zao katika njia za kheri, wana wao ujira mkubwa kabisa. Huu ujira unapatikana kwa sababu ya wao kutoa mali zao katika njia za kheri, katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakatoa mali zao kwenye kuwasaidia wale wasiojiweza, au wakatoa mali zao katika wakati ambao mali zinakuwa ni zenye kuhitajiwa. وصاحب المال يفوق بالفضل على الفقير الذي لا مال له بالصدقه, na mtu mwenye mali anamshinda kwa ubora fakiri asiyekuwa na mali. Huu ubora anaupata kwa yeye kutoa sadaka katika
dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ubora wake unakuwa ni mkubwa kwa sababu anafanya mambo ambayo asiyekuwa na mali hawezi kuyafanya. Na hapa panaonyesha ubora wa mtu kuwa na mali, lakini pale atakapokuwa anatumia mali yake katika njia za khairi. Lianna unasan min ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam qalu lahu, kwa sababu watu katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam walimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, mtume wa Allah, dhahaba ahlu duthuri bil ujuri, wameondoka na watu wenye mali na ujira mwingi. Sisi ambao tusiokuwa na mali, ujira wetu ni mdogo kuliko ujira wao. Kwa nini wao wameondoka na ujira mkubwa? Yusalluna kama nusalli, wao wanaswali kama vile ambavyo sisi tunaswali. Wayasumuna kama nasumu, na wao wanafunga kama vile ambavyo sisi tunafunga. Wayatasaddaquna bifudhuli amwalihim, lakini walichotushinda wao wanakuwa wanatoa sadaka kwa mali zao waliokuwa nazo. Wakawa hawa masahaba wanamshitakia mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na hili, kwamba hawa wenzetu wametushinda sisi, wameondoka na ujira mkubwa, ujira ambao sisi hatuupati, kwa sababu sisi mali hatuna nayo kama ambavyo wao mali wanayo, na wao wanatumia mali yao katika kutoa sadaka, kitu ambacho sisi hatuko nacho wala hatuwezi kukifanya kwa sababu mali hatuna. Mtume sallallahu alayhi wasallam akajaribu kuwapa miongozo ya wao kuonekana wanatoa sadaka kwa njia ya dhikri, lakini baadaye wakarudi tena kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba wao wanafanya kama vile ambavyo sisi tunavyofanya. Mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, dhalika fadlullahi utihi man yasha, hizo ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, anampa amtakaye. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa anampa mtu mali, maana yake amemchagua kwa fadhila hii, na kama hii fadhila ataitumia katika njia ya kheri kama vile ambavyo sheria inavyotaka, basi ujira wake unakuwa ni mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sahibul mal yakumu biruknin min arkani alislam, na mwenye mali anakuwa anatekeleza nguzo katika nguzo za dini ya Kiislamu. Wa huwa zaka, nguzo yenyewe ni nguzo ya zaka. Hii nguzo hii haitekelezi isipokuwa mtu ambaye ana mali. Hii ni kuonyesha kwamba mtu anapokuwa na mali, basi ana kitu ambacho kitakachomfanya awe na miza kuliko watu wengine. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, buniya alislamu ala khamsin, umejengwa Uislamu juu ya nguzo tano. Wa dhakara minha itau zaka, mtume sallallahu alayhi wasallam akataja katika hizo nguzo tano jambo la kutoa zaka. Kwa hiyo mtu anapokuwa amejaliwa na mali na Allah subhanahu wa ta'ala, na akawa ameisimamia vizuri, ikafikia kiwango cha kutoa zaka, huyo mtu anakuwa amesimamia nguzo katika nguzo za Uislamu, nguzo ambayo hawezi kusimamia mwingine asiyekuwa na mali. Na zaka ni faradhi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha kwa waja wake. Kwa hiyo kila mtu ambaye Allah amemfungulia akawa na mali, na hiyo mali kafikia kiwango cha kutoa zaka, inakuwa ni wajibu kwake yeye aweze kutekeleza hii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walahu ajrun kabirun bidhalika, na yeye anakuwa na ujira mkubwa wa jambo hilo la kutoa zaka. Walladhi la yuaddi hadhihi alfaridha, na yule ambaye asiotekeleza hii faradhi ya kutoa zaka, wa huwa min ahliha, hali ya kuwa yeye ni katika watu ambao wanastahili kutoa zaka, yuadhabu bihadha almali yawm alqiyama, ataadhibiwa kwa hii mali siku ya kiyama. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, innal ladhi la yuaddi zakata malihi, yule ambaye asiotekeleza zaka ya mali yake, yumathilu Allahu azza wa jalla lahu malahu yawm alqiyama shuja'an akra'a lahu zabibatan, hakika Allah subhanahu wa ta'ala
kwa huyu mtu ambaye asiyetekeleza zaka ya mali yake, ile mali yake Allah atajalia kuwa ni nyoka mwenye sumu nyingi, mpaka kichwa chake kinageuka na kuwa cheupe kwa sababu ya sumu kuwa nyingi. Tena ana vitone viwili katika kichwa chake kuonyesha uhatari wa sumu yake. Thumma yalzamuhu yutawikuhu, kisha atamamrisha huyo nyoka na kumlazimisha awe ni mwenye kumviriga huyu mwenye hii mali asiyotolea zaka katika shingo lake. Yakulu, hali ya kuwa huyo nyoka anasema, ana kanzuka, mimi ni hazina yako, mimi ni hazina yako, wewe ulikuwa haunitolee zaka. Kwa hiyo yule nyoka atakuwa anafanya kazi ya kumng'ata, lakini kwa sababu ya mtu kutokutekeleza zaka hii ambayo ni faradhi katika faradhi za Allah subhanahu wa ta'ala, mali mtu anapokuwa nayo anakuwa na uwezo wa kuisimamia nafsi yake katika hali ya sawa sawa, anakuwa na sababu ya kusimamia familia yake, lakini vile vile anakuwa na sababu ya kusimamia dini yake kwa kutoa mali yake katika hiyo dini. Huyu ni mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha, akampa ilham, mali yake akawa anaitumia katika njia za kisheria. Ibadallah, enyi waja wa Allah, hadha almalu ma'a fadlihi, hii mali hii tunayozungumzia pamoja na ubora wake, pamoja na yale ambayo yanapatikana ndani yake, la budda min talabihi, sio kitu ambacho kinapatikana hivi hivi kwa mtu. Lazima mtu awe ni mwenye kuitafuta mali, ukiachana na njia ya kurithi. Lazima mtu afanye juhudi kuitafuta mali ili awe ni mwenye kuipata. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Inapomalizika swala, tawanyikeni katika ardhi na tafuteni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, na mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi ili muwe ni wenye kufaulu. Fa idha qudiyatis sala, inapokuwa inamalizika swala, fantashiru fil ardi ay li talabi rizqi, tawanyikeni ardhini kwa ajili ya kutafuta riziki. Hii aya inatuonyesha namna ambavyo mali inapokuwa ni yenye kupatikana baada ya mtu kutekeleza faradhi za Mola wake subhanahu wa ta'ala, basi aingie kwenye kuitafuta riziki ambayo ni mali kwa namna yoyote ile ya halali ambayo yeye atakuwa ni mwenye kuitafuta hiyo mali. Wa nabii sallallahu alayhi wasallam lamma suila ayul kasb atyab, na mtume sallallahu alayhi wasallam pindi alivyoulizwa ni kichumo gani kilichokuwa kizuri, qala, mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, amalu rajuli biyadihi, ni kazi ambayo mtu anaifanya kwa mkono wake. Pale mtu anapokuwa anajituma akaingia kufanya kazi ambayo ni halali kwake yeye, kile kinachopatikana kinakuwa ni kichumo kizuri na bora kwake yeye. Thumma kala wa kullu bay'in mabrurin, na kila biashara ambayo ndani yake hakuna madhambi. Qala Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, anasema Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, fa'amalu ar-rajuli biyadihi min atyabil kasbi yakunu najjaran kharrazan haddadan zarra'an ila ghairi dhalika. Anasema kazi ya mtu ya mikono yake ni katika kichumo kilichokuwa kizuri. Mtu awe najjar, awe fundi seremara, kharrazan, afanye kazi ya ushonaji wa ngozi, sawa sawa atakuwa anatengeneza viatu, sawa sawa atakuwa anatengeneza mikoba na mfano wake, haddadan, mfua vyuma, muhunzi, zarra'an, au awe mkulima, ila ghairi dhalika, na vitu vingine visivyokuwa hivyo. Muhimu mtu afanye kazi kwa ajili ya kupata hii mali tunayozungumzia, mali ambayo mtu atakapokuwa ameitumia vizuri inakuwa ni sababu ya kupata fadhila nyingi mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, ma akala ahadun ta'aman afdal
min an yaakula min amali yadi, mtu hatokula chakula kilichokuwa bora kuliko chakula anachokula kutokana na kazi ya mikono yake. Wa kana nabiyullahi Daud yaakulu min amali yadi, na alikuwa nabii wa Allah Daud alayhi salam alikuwa anakula chakula kinachopatikana kutokana na kazi anayoifanya kwa mikono yake. Wa hakadha kana al-anbiya, hivi ndivyo ambavyo manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa. Kana Nuhun najjaran, Nuhu yeye alikuwa ni najjar, alikuwa ni fundi seremara. Wa kana Zakaria najjaran, na alikuwa Zakaria ni fundi seremara. Wa kana Dauda haddadan, na alikuwa Daudi alayhi salam ni mfua vyuma. Wa kana an-nabii sallallahu alayhi wasallam kabla al-bi'thati yar'a ghanama ahli Makkah liujra, na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya kupewa unabii anachunga mbuzi za watu wa Makka kwa ajili ya kupata ujira. Hizi zote ni kazi, na hawa watu wema ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagua na kuwaleta katika hii ardhi walikuwa wanafanya kazi. Kwa hiyo kadhalika na sisi tuwe ni wenye kufanya kazi. Wakadha sahaba kanu ya'malun, na vile vile masahaba radhiyallahu ta'ala anhum walikuwa ni wenye kufanya kazi. Minhum zari'un, katika wao kuna ambao walikuwa ni wakulima. Wa minhum tajirun, na katika wao kulikuwa na watu ambao walikuwa wanashughulisha na biashara na kazi zinginezo ambazo ni katika kazi za halali. Mali tunaihitajia kwa ajili ya maisha yetu ya dunia kusimama vizuri, lakini vile vile kwa ajili ya dini yetu kuisongesha mbele tunahitajia mali. Lakini hii mali haiji hivi hivi, lazima sisi tujitume kwenye kuitafuta. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah wa nafani wa iyyakum lima fihima min al ayat wal hikma. aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwa Allah azza wa jalla, innahu faqad faza almuttaqun. Enyi Waislamu, hakika mahitaji yetu kwenye mali ni makubwa. Maisha yetu yalivyo yanahitajia mali, lakini vile vile tuna familia, sisi tunahitajia mali kwa ajili ya kusimamia familia zetu. Sio hilo tu, hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inahitajia mali ili iweze kusonga mbele. Idha kana al-amru kadhalika, jambo litakavyokuwa liko hivyo, fa'malu ya shabab al-islam, fanyeni kazi enyi vijana wa dini ya Kiislamu. Jitumeni kuingia katika kazi za aina mbalimbali kwa ajili ya kutafuta hii mali tunayozungumzia. Muhimu utakachokifanya kiwe ni kitu cha halali. Kama hauna ujuzi fulani, ingia kwenye kujifundisha ujuzi fulani. Kama una mtaji, ingia kwenye biashara. Kama hayo yote yakikosekana, nenda ukalime. Usikae hivi hivi, kwa sababu nafsi yako inatakikana uisimamie, watu wako inabidi uwasimamie, lakini dini ya Mola wako subhanahu wa ta'ala inatakikana uisimamie. Haya mambo yote yatakuwa ni yenye kwenda kama inavyopaswa ikiwa utaingia wewe kijana wa Kiislamu kwenye kutafuta mali. Usipofanya hivyo, unaweza ukaingia katika vitu visivyofaa, hasa katika jambo la kuomba. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyejalia kwenu ardhi kuwa ni dhalili, basi ninyi tembeeni katika pembe zake na kuleni katika riziki yake, na kwake mfahamu mtakuwa ni wenye kukusanya. Hii aya Allah subhanahu wa ta'ala anatuwekea bayana kwamba Allah amejalia ardhi hii kuwa ni dhalili kwetu sisi. Tutembee,
Sawa sawa utembeaji utakuwa wa mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kutafuta mali. Sawa sawa itakuwa hapo hapo atakuwa ni mkulima na mfano wake kwa ajili ya kutafuta mali. Hii ardhi Allah ameifanya kuwa ni dhalili kwetu sisi ili tuwe ni wenye kutafuta. Allah anasema famshu fi manakibiha, tembeeni katika pembe zake, wa kulu min rizqi, na kuleni katika riziki yake, wa ilayhi nushuri. Lakini pamoja na hayo msisahau kwamba kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ninyi mtakuwa ni wenye kukusanywa. I'malu, fanyeni kazi, litumfiku ala anfusikum, ili muzihudumie nafsi zenu, wa ahlikum, na ili muwahudumie watu wenu, watakdamu dinakum, na ili muweze kuihudumia dini yenu kwa mali ambayo mnayokuwa mnaitafuta. Hili jambo ni jambo muhimu kwenye maisha yetu sisi wote. Lazima kila mmoja katika sisi awe ni mwenye kuingia katika utafutaji wa mali, lakini kama tulivyotangulia kusema, muhimu jambo hilo la kutafuta mali liwe kwa njia ya halali, lisiwe kwa njia ya haramu. Wa huna tambihatun muhimma, na hapa kuna tambihi muhimu mno. Minha, katika hizo tambihi ambazo tunapenda kuzitoa katika mnasaba huu wa kuwahimiza watu kufanya mali, la budda an yakuna al-amal mubahan la muharraman. Hakuna budi kazi ambayo Muislamu ataingia kuifanya iwe ni kazi ya halali, isiwe kazi ya haramu. Kazi yako utakayokuwa unaifanya iwe ni kazi ya halali. Kazi ya halali ni ipi? Kazi ambayo haijakatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kazi ambayo wewe haufanya haramu, kazi ambayo kutokana na kazi yako watu wengine hawaingii katika haramu. Hii kazi ndio ambayo wewe Muislamu unatakikana uifanye. Usiingie katika kazi ya haramu, usiingie katika kazi ya kufanya umwasi Mola wako, usiingie katika kazi ambayo labda utakayeshirikiana nao katika hiyo kazi itakuwa ni sababu ya kuingia katika madhambi. Athaniyatu, tambihi ya pili, la tarkan ila al-amal. Wewe usipondokee kazi yako unayoifanya, usiwe ni mwenye kujisahau na kazi yako unayoifanya, bali tawakkal ala Allah, bali tegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo kazi yako unayoifanya, kwa sababu ufahamu kwamba hiyo mali tunayozungumzia ni riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama hali iko hivyo, basi hauna budi kwenye kufanya kwako kazi uwe unamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu usipofanya hivyo inawezekana ukakosa ukajiona unamkosi, inawezekana ukakosa ukajiona hauna bahati. Kumbe ukiwa ni mwenye kumtegemea Allah hali ya kuwa unayakini kwamba riziki inatoka kwake, utakachokipata utarizika nacho, lakini vile vile kile utakachokikosa utajua kabisa kwamba hii si riziki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amenikadiria. Kwa hiyo lazima watu waingie kufanya kazi, kwa sababu kufanya kazi ni kuchukua sababu ya kupata riziki, sababu ya kupata mali. Lakini watu wasipondokee katika hizo sababu peke yake wakamsahau Allah subhanahu wa ta'ala, bali waingie kwenye utendaji wa kazi hali ya kuwa wakiwa na tawakkul kwa azza fi ula wa azma fi ali sama. Yakulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, anasema Sheikh al-Islam, al-iltifatu ila al-asbab shirkun fi at-tauhid. Mtu kugeukia sababu peke yake akaona kazi yake anayoifanya atapata riziki, akamsahau Allah subhanahu wa ta'ala, huu ni ushirikina katika tauhidi. Wama huwa al-asbab? An takuna asbaban naksun fil aqli, na mtu kuacha kuchukua sababu, kuacha kufanya kazi, akaacha kuchukua sababu na akaona kwamba riziki itamjia bila yeye kuchukua sababu. Haya ni mapungufu katika akili. Wal-i'radu 'anil asbab bil kulliyya kadhun fi shari, na mtu kupuuza na kuacha kuchukua sababu moja kwa moja, huku ni kutia dosari sheria ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe lazima haya mambo mawili ukusanye. Jambo la kwanza kuchukua sababu, na jambo la pili kutegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thalitha, tambihi ya tatu, la tatruk
al-ibadat liajli talab ar-rizqi. Usiache kufanya ibada kwa ajili ya kutafuta riziki. Kuna baadhi ya watu wanaacha ibada mpaka zile za wajibu kwa wao, wakiwa wanasema kuwa wanatafuta riziki, mpaka baadhi wengine wanafikia hatua ya kusema kwamba wanayeswali hao wameshapatia maisha. Maana yake nini? Kwamba wao hawaswali ili wahangaike kwenye kutafuta mpaka watakapopatia waende wakaswali. Huu ni ufahamu mbaya na haifai muislamu au na ufahamu kama huo. Rabi'an, tambihi ambayo tunaitoa, la tatruk talab al-ilm ash-shar'i bisababi talabi ar-rizqi. Usiache kutafuta elimu ya kisheria eti kwa sababu unatafuta riziki. Jaribu kupangilia muda wako, jaribu kupangilia kazi zako, lakini lazima uwe na dauru ya kusoma dini ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi wewe hauwezi ukawa na dini ya sawa sawa, dini iliyonyooka kama jambo la elimu utaliweka pembeni. Kwa ajili ya hili masahaba wao walikuwa wanafanyia kazi miongozo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya jambo hili, mpaka ilivyokuwa mmoja katika wao wanasafiri akashindwa kukaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kusoma, alikuwa anamweka mwenzake asikilize ile elimu ili atakaporejea yeye achukue elimu kutoka kwa yule ambaye amechukua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hatusemi watu wasisafiri, hapana. Unasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kutafuta riziki, lakini unapokuwa unarejea hakikisha yale yanayosomeshwa wewe unayafuatilia na kuyajua kwa ajili ya dini yako kukaa vizuri. Kwa tufanyeni kazi kwa ajili ya kutafuta riziki ya halali, kwa ajili ya kusimamia nafsi zetu, kwa ajili ya kusimamia familia zetu, na kwa ajili ya kusimamia dini yetu ya Kiislamu. Na tunapozipata hizo mali tuzitumieni katika njia za kheri. Baada ya kuwa tumezipata, tutambue kwamba ni fadhila ambazo zinatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sio kwamba Allah amekupa hiyo mali wewe eti kwa sababu ni mjanja sana. Hapana, hiyo ni fadhila yake amekupa, basi tumia katika njia za kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasa jambo la zaka ambao ni wajibu kwa wewe. Mali yako itakapofikia kiwango cha kutoa zaka, basi ni wajibu kwako uwe ni mwenye kutoa zaka. Tufanyeni kazi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.